Bwana asifiwe. Ni siku nyingine, wakati mwingine ambapo Bwana ametuwezesha kukutana tena ili tuendelee kujifundisha zaidi na zaidi. Somo la siku ya leo linasema mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, kuangamizwa au kuanguka na kuangamia kwa mnyama au ufalme mkubwa duniani. Nirudie kichwa hiki. Mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, kuangamizwa, kuanguka na kuangamia kwa mnyama au ufalme mkubwa duniani. Haleluya. Hicho ndicho kichwa cha siku ya leo. Kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia kuhusu somo ambalo tumekuwa nalo huko nyuma, lililokuwa na kichwa kilikuwa kinasema huyu mtu ni nani, na tukakuwa na sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya saba. Tuliweza kujifundisha mambo mengi kutokana na hilo somo kuhusu huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Kwa hivyo sitarudia sana kile ambacho tulijifundisha huo wakati, kwa sababu mambo mengi tumejifundisha. Kwa hivyo kama wewe ni kwa mara ya kwanza kupatana na hii video, na kushauri sana uweze kwenda katika video ambazo zimepita, na utaweza kuangalia somo kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 4, sehemu ya saba tuliokuwa tunajifundisha kuhusu huyu mtu ni nani, na ukifuatilia kwa makini utaweza kubarikiwa sana. Siku ya leo sasa ni wakati wa kuanza kujifundisha mwisho wa huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Fungu kuu au mafungu mawili makuu yaliyokuwa yanatuongoza katika hilo somo lote ilikuwa ni kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya pili fungu la 3 na fungu la 4. Tukapata kuona kabla ya kuja kwa mwana wa Mungu, yani Bwana wetu Yesu Kristo, duniani kutatokea ukengeufu wa imani, ambapo mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, atafunuliwa kwanza kabla ya ile siku ya Bwana. Siku ya leo sasa tunaangalia kuanguka na kuangamizwa kwake, yani mamlaka yake kuanguka na kuangamia kwa mnyama au ni ufalme mkubwa duniani. Bwana asifiwe. Nami nitasoma katika jina la Kristo. Danieli 7 fungu lile la 23 mpaka fungu la 27. Nitasoma kwa haraka. Danieli sura ya 7. Danieli sura ya 7 fungu la 23 mpaka fungu la 27, nawe utabarikiwa. Biblia inasema hivi. Danieli akasema kuhusu mnyama wa 4. Alinipa maelezo haya. Mnyama wa 4 ni ufalme wa 4 ambao utatokea duniani. Utakuwa tofauti na falme nyingine zote, nao utaharibu dunia nzima, ukiikanyanga chini na kuipondaponda. Zile pembe 10 ni wafalme 10 watakaotokana na ufalme huu. Baada yao mfalme mwingine atainuka, ambaye atakuwa tofauti na wale waliotangulia, naye atawaangusha wafalme 3. Fungu la 25. Atanena maneno kinyume cha yeye aliye juu sana, na kuwaonea watakatifu wake, huku akijaribu kubadili majira na sheria. Watakatifu watatiwa chini ya mamlaka yake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Fungu la 26. Lakini mahakama itakaa kuhukumu, nayo mamlaka yake yataondolewa na kuangamizwa kabisa milele. Amen. Fungu la 27. Ndipo ufalme
mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu yote utakabidhiwa kwa watakatifu, watu wa yeye aliye juu sana. Ufalme wake utakuwa ufalme wa milele, nao watatawala wote watamwabudu na kumtii yeye. Haleluya! Ni habari njema kwa watu wa Mungu. Baada ya kupitia mateso kwa muda mrefu na baada ya kupitia kikombe cha machozi kwa wakati mrefu, kutokana na mateso ambayo ufalme wa nne uliwatesa watakatifu wa Mungu kwa jumla ya miaka 1260 kulingana na tafsiri ya Biblia katika roho ya unabii, tumepata kuona ya kwamba kuna habari njema ambayo Mungu tayari aliweza kuahidi kupitia mtumishi wake Danieli. Tunaona ufalme wa nne au mnyama wa nne ambaye ni ufalme wa nne, jinsi ambavyo uliinuka ukaanza kukua na hali tofauti na falme zingine zote zilizotangulia, na sio tu hivyo, ukakuwa na sifa za wafalme wale yani kingdom, zile falme nne tatu zilizokuwa zimepita, na yeye alipoanza kutawala akakuwa mtu tofauti kabisa. Na zaidi ya yote kukatokea mfalme mwingine mmoja. Huyu mfalme mmoja akang'oa wafalme watatu au akawaangusha. Ni wale wafalme waliokaa kana kwamba wamekataana na shauri lake, kwa sababu ufalme ulikuwa utawale dunia kote. Kukatokea wafalme watatu ambao walikataa. Walipokataa wakaondolewa mamlakani, na yeye akachukua nafasi, akaanza kutawala katika yale maeneo yale ambayo walikuwa wanatawala. Akaimaliza hayo maeneo, akatengeneza mji wake, mji wa ajabu, na huo mji wote, wafalme wote wa dunia wakakuwa chini yake. Bwana asifiwe. Na huyu mfalme alikuwa na mamlaka aina mbili. Alikuwa na mamlaka ya kanisa la Kristo, na sio tu kanisa pekee, dini zote. Alikuwa na mamlaka ya dini zote. Huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, alikuwa na mamlaka hiyo ya juu sana. Wale ambao wanaamini Kristo wa kulingana na mfumo wao kutoka chini mpaka mwisho, mamlaka ya juu sana yalikuwa yanamalizia kwake. Wale wanaabudu kitu, wale wanaomfuata Muhammad, yani Waislamu, na wao vile vile ule mwana wa kuasi, mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ndiye alikuwa na mamlaka ya juu sana. Na wale wengine ambao walikuwa katika dini zingine kama vile Buddhism na miungu mingine, lakini wote wakakuwa chini ya utawala wa huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ambaye Biblia ilisema anakaa katika hekalu la Mungu huku akijitukuza kama Mungu, katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 3 na fungu la 4. Hata ukisoma fungu la kwanza mpaka fungu la 12 utapata haya mambo ninayokuambia ndani ya kitabu cha Wathesalonike, nawe utastaajabu zaidi. Lakini hata hivyo ni vigumu pia kuelewa kama hautaweza kuangalia kwa kina katika vitabu vingine, hasa kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli. Kwa hivyo huyu mtu wa kuasi akakuwa vile vile sio tu mambo ya dini ambayo anatawala, alikuwa anatawala vile vile mambo ya dunia, yani wafalme wote wa dunia wakakuwa chini yake. Na ndipo tutakuja kuangalia, tunapoendelea kuangalia, tutakapokuwa tunafika kitabu cha Ufunuo 18, tutaona vile ambavyo huyu mtu wa kuasi, jinsi ambavyo amesini na wafalme wa nchi pamoja na matajiri na watu wote wamekuwa chini ya utawala wake, huku wakifuata kila kitu ambacho anachokisema. Siku ya leo Danieli mtumishi wa Mungu akaona kwa jicho la kiunabii, akaona huyu mtu ambaye alikuja kubadili sheria za Mungu, huyu mtu ambaye alikuja kubadili majira. Kuna wakati hukumu imewekwa kwa ajili yake, na hayo mambo yaliweza kuonekana na mtumishi wa Mungu Danieli. Sio tu Danieli aliweza kuona, hata Nebukadneza aliweza kuona vizuri sana, licha na kuwa Nebukadneza hakuweza kuelewa, kwa sababu Nebukadneza aliweza kuota ndoto,
iliyotafsiriwa na Danieli mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Danieli sura ya 2 fungu la 44 mpaka fungu la 45 nitasoma. Na katika siku za wafalme hao, sasa ni Danieli sura ya 2, ni ujumbe mmoja unaoambatana bega kwa bega na sura ya 7 ya Danieli. Kwa hivyo Danieli sura ya 2 fungu la 44 na 45 inasema hivi: na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao hutasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, na kuwa lilivunja kile chuma na ile shamba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliyekuwa mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni hakika na tafsiri yake ni thabiti. Bwana asifiwe. Huyu ni Danieli anamweleza Nebukadneza kuhusu ndoto yake ya sanamu. Hii ndoto ya sanamu, Nebukadneza alipoelezewa na Danieli, aliambiwa ya kwamba kuna jiwe litakuja kuvunja na kupomoa na kusiaga hizi falme zote. Yaani huu ufalme wa 4 ukiwa na sifa zile za wafalme ambao walikuwa wametangulia kuwasia Nebukadneza, ambaye sifa yake mbaya ni kama ile aliweza kupanda katika juu ya ghorofa na akaanza kusema ya kwamba nimeujenga huu mji kwa utukufu wangu na kwa nguvu zangu na nimeumaliza huu mji. Mungu akasikia maneno ya Nebukadneza, akakasirika, naye akaweza kumtuma Nebukadneza katika bustani ya wanyama akakula nyasi miaka 7. Ndipo Nebukadneza akaelewa kabisa kuna Mungu aisiye juu mbinguni. Sasa ile sifa ya kujitukuza na kujiona kana kwamba kwa uwezo wake aliweza kufanya mambo kama hayo, hiyo ndio tu roho iliyo kwa mtu huyu ambaye anakaa katika hekalu la Mungu, akijitukuza kama Mungu na kujionyesha kana kwamba ni Mungu na kukuwa na majina ya makufuru, yani kuchukua utukufu wa Mungu, kujiita majina ya Mungu, kukuwa na ule utukufu wa majina ya Mungu, na vile vile kubadili sheria za Mungu, yani maagizo ya Mungu, kile ambacho Mungu ameagiza mimi na wewe watoto wa Mungu tuweze kufuata au watu wote waweze kufuata, basi akabadilisha. Na ili afanikiwe, ndipo sasa huyu mtu wa kuasi, mwana uharibifu, akiwa na mamlaka pande zote mbili, anawasurutiza watu wote duniani waweze kufuata mapendekezo yake. Bwana asifiwe. Katika sehemu ile ambayo tumeweza kutoka ya mtu huyu ni nani, tumejifundisha tukajua huyu mtu ni nani. Kwa hivyo wewe ambaye unasikiliza huu ujumbe kwa siku ya leo, ninakusihi sana ukaweza kurudi nyuma, ukaweza kupata hayo mafungu kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 7. Itakuletea baraka ya pekee sana utakapokuwa unasikiliza kwa wakati wako. Lakini kwa wakati huu nataka nikuambia kwamba huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, kuna wakati umewekwa kwa ajili ya kuangamizwa kwake. Danieli 7 fungu la 28, neno la Mungu linasema ati huu ndio mwisho wa jambo lile, nami Danieli fikira zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika, lakini naliliweka jambo hilo moyoni mwangu. Danieli aliona mambo ya mbeleni, aliona maono ya mambo ambayo yatakuwepo, ya jinsi ambavyo ufalme wa 4 ambavyo ungekuja kuangamizwa. Nataka nikuambie hivyo wewe unayenisikiliza, majira yamepimwa na wakati na mwisho wa majira umewekwa, na hakuna namna yoyote haya majira yataweza kuvuka. Sikiliza, kuanzia wakati wa Nebukadneza ndiye aliyekuwa mfalme aliyeasisa muda kamili mpaka mwisho, yani muda wa mwisho wa falme, yani wa maisha yote ya mwanadamu duniani. Kwa sababu baada ya ufalme wa Nebukadneza ambao ulikuwa unasimamiwa na dhahabu, ulikuja ufalme wa fedha, wa shamba, tukakuja ufalme wa fedha, kisha ufalme wa chuma.
ambapo baada ya ufalme wa chuma ambao ndio unaotawala duniani mpaka siku ya leo, na hata wakati Yesu alipokuja hapa duniani, huo ufalme ndio uliokuwa unatawala, ila mwana wa kuasi, mwana wa uharibifu, huyo hakuwepo. Yani wakati huo hakuwa ameweza kudhihirika, hakuwa ameweza kuinuka. Aliinuka takriban karne 4 baada ya kupaa kwa Yesu kwenda mbinguni. Karne 4 baadaye ndipo alikuja akainuliwa, na kutoka wakati mpaka wakati huu huyo mfalme yuko. Kwa hivyo tutakuja kuangalia kwa kina, yani zaidi na zaidi, tuone jinsi ambavyo huyu mfalme ataweza kuangamizwa na kuharibiwa kabisa. Tutakapokuja tutakuja kufuatilia katika kitabu cha Ufunuo, ambapo kwa mapenzi ya Mungu na kwa uwezo na kwa nguvu za Mungu tutakuja kuangalia jinsi ambavyo huu ufalme utakaoanguka. Kwa wakati tulikuwa tunaangalia msingi wa habari njema ya watu wa Mungu kuhusu ufalme ambao umeishi kutesa watu wa Mungu, jinsi utakavyofanyiwa katika siku za mwisho. Endelea kufuatilia nawe utabarikiwa. Na kama ujumbe umekufurahisha na kuhisihi sana, unaweza ukapiga like ili ujumbe huu uweze kumfikia mtu mwingine, na vile vile sio tu hivyo, pia unaweza ukacomment. Kama kuna swali uliza, usisite kuuliza, na vile vile kama uko na mahali unaweza ukashare na kusihi pia ukaweza kushare. Ukifanya hivyo, mimi nikihubiri pande hii na wewe ukifanya hiyo kazi pande hiyo, sisi sote tunahesabiwa kuwa tunahubiri sisi sote kwa pamoja, nawe utaweza kuwa umebarikiwa, utaweza kuwa umefanya kazi ambayo itakuwa na baraka katika maisha yako. Tuweze kuhubiri habari njema, tuwajulishe watu duniani ya kwamba tuko katika siku za giza, ambapo watu wa Mungu wamepotea kwa sababu ya kukosa maarifa ya kutosha, kwa sababu ya kukosa kukuwa na wakati wa kujifundisha Biblia, na sio tu kujifundisha. Kama wakienda kujifundisha, wanataka kujifundisha kile ambacho wanataka kusikia, sio kile ambacho Roho wa Mungu anataka kuwafahamisha. Mimi na wewe tukubali ujumbe wa Mungu ule ambao anataka kutufahamisha, kwa kuwa Roho wa Mungu amepima kaona tunapaswa kujua jambo fulani kwa wakati fulani, kwa sababu Mungu anapotuletea jambo yuko na sababu zake. Mungu akubariki sana, akutende mema, na usindi kufuatilia. Tutakuwa na sehemu ya pili baada ya hili. Mungu akubariki. Amen, amen, amen.